Okay. Bwana sawa. Karibu sana Dr. Kefa. Asante sana. Karibu sana. Nimekutambulisha kwa hivyo, lakini kwa niaba ya Tanzania labda jitambulishe. Asante sana ndugu msikilizaji wa Radio 591.3. Kwa majina naitwa Dr. Kefa Omari, nafanya na Medical Missionary. Ni daktari, ni mshauri, ni mwalimu. Ndio. Karibu sana. Hivi unaposema ni mwalimu, unakuwa unafundisha masuala ya tiba au ni masuala gani? Ninafundisha masuala ya tiba na pia ni mwalimu wa marika, tunaita peer educator. Nafundisha peers ama marika jinsi ya kutoka kwenye madawa ya kulevya na pamoja na uraibu, na pia kuwasaidia kuwa good citizens, waweze kuwa watu bora katika jamii. Maana hao ndio wanahitajika, ni nguvu kazi leo na kesho. Kuna watu hapo kwenye uraibu wa mapenzi. Hiyo unaweza kuwatoa pia? Pia wanastahili kujielewa. Kama unahitaji kujitambua, ni kwamba kwanza kabisa uweze kujielewa maksudi yako ni yapi hapa duniani. Kwa kipaumbele ni nini? Kwa wengi hawafanyi hata kazi, wanahitaji wafanye kazi. Kama umeenda shuleni kusoma, soma kwanza, mambo mengine baadaye. Ndio. Bwana sawa, karibu sana. Uliniambia kwamba maji yana faida kubwa sana kwenye mwili wa binadamu. Na tunafahamu kwamba kweli asilimia 80 ya mwili wa binadamu ni maji. Ukimkata binadamu atoi maji, atoa damu. Sana jiuliza. Hayo maji yanakuwa kwenye eneo gani la mwili? Karibu sana, tuambie faida za maji na kwa nini maji yanatibu magonjwa zaidi ya 40. Asante sana ndugu mtangazaji, msikilizaji wa Radio 5. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi ya leo kwamba tuweze kujifunza juu ya maji, na maji ni msingi sana katika maisha yetu na katika mambo mengi. Kwa hivyo nikaonelea ni vema tuweze kuzungumzia juu ya maji, na tumepata watu wengi tunapowafanyia kipimo tunapata maji yamepungua mwilini. Kwa hiyo nikaona ni vema tuweze kutoa elimu hii ili watu waweze kuelewa faida ya maji na kuweza kujitunza. Maji kama maji, tukifuata katika maisha yetu, mwili wetu unahitaji maji. Macho yanahitaji maji, kwa maana machozi yaweze kutengenezwa. Mate, ubongo wetu unatumia 85% ni maji. Maana maji yale yanasaidia katika ubongo kufanya kazi, na katika mwili wetu damu yetu imechangamana ama imetengenezwa na maji. Maana ukinywa maji nayo damu inakuwa vizuri. Kuna wengine wanakuwa na damu inakuwa nzito, lakini unapokunywa maji inakuwa vizuri. Na tunaona kwamba maji ni muhimu sana hata kusaidia katika kutoa sumu mwilini. Kwa hivyo hata katika vitabu vya dini unaposoma Ezekieli 4:11, maandiko matakatifu yanasema na unywe maji kwa kuyapima nusu ya ini mara kwa mara. Kwa hivyo maji ni muhimu sana katika afya yetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipotuumba alitupa na maji. Kwa hiyo maji haya tuyatumie. Watu wengi tumepata kwamba wanaenda hospitalini wa kuongezewa maji, na maji hapo nyumbani. Kwa hivyo unapata kwamba ni changamoto, unaongezewa maji hospitalini, hali ya maisha ni ngumu, na gharama ile fedha ambao unatumia pale kununua ile maji ya hospitalini ni kubwa kuliko maji ambao unaye nyumbani unayachezea. Ungekuwa ukitumia maji inavyostahili, haungepoteza hela katika kuongezewa maji. Na watu wengi wamekuwa na matatizo haya, na hatimaye imesababisha kuwa na magonjwa katika maisha yetu. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kunywa maji, na tunywe maji salama, na tutaelezea zaidi jinsi ya kuweza kutumia maji haya. Hebu kabla ya kuanza kuelezea jinsi ya kutumia maji haya, umezungumza kuhusiana na mate, maji, machozi. Pia tunakunywa maji ili tupate machozi. Nataka nijue tu kitu kimoja. Hivi kazi ya machozi ni nini kwenye mwili wa binadamu? Ni kwa ajili nikishikwa na hasira nilie, nikipata uchungu nilie, au ina kazi nyingine ya ziada? Na yana faida yakiwa yanatoka au hayana faida yoyote? Ya bakigi tu uko ndani. Machozi yana faida yanapotoka. Na kwa mfano umekasirishwa, kuna wetu wengi ukipata mtu, tumeenda kwenye msiba, mtu analia, unamkataza asilie.
unamkosea ama unamfanya aendelee kuumia na awe mgonjwa. Ni vizuri ulie yako yote, machozi yatoke. Hiyo ni tiba. Inakuwa tiba. Pili, kama umekuwa na pengine kuna bakteria au kuna kitu kimeingia kwenye macho, machozi yanatolewa, kuna yanaenda kutoa kile kitu, kinatoka nje. Ndio maana mdudu anapoingia kwenye jicho wakati unamtafuta, machozi yanakuja kwa ajili ya kumflash yule mdudu. Ndio. Okay. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alituumba, yani mwili wetu ni mashini so special sana ambayo ina uwezo wa kujitibu kila tatizo. Mungu fundi. Ndio. Okay. Yeah. Sawa. Utaratibu wa kunywa maji ukoje? Utaratibu wa kunywa maji ni kwamba unapoamka asubuhi, kitu cha kwanza unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kuona siku, na hapo unaanza kunywa maji. Na tunashauri kwamba unywe maji ya vuguvugu unapoamka. Kwa nini unywe maji ya vuguvugu? Maji ya vuguvugu yanasaidia kujumpstart mfumo wa mmeng'enyo, kwamba ulipolala kuna vyakula ulikula, vingine vina mafuta mengi, mafuta yale yanaenda na ganda katika mfumo wa mmeng'enyo. Kwa hiyo unapokunywa yale maji na yeyusha na ina flash, na hatimaye inaanza kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo tunashauri ukiamka, anza na maji ya vuguvugu. Na tunaona kwamba maji hayo unapotumia, asilimia kubwa ya magonjwa yanatoka tumboni. Kama mfumo wa mmeng'enyo ukiwa vizuri, na kuambia kwamba asilimia kubwa ya magonjwa yanatoweka. Kwa hivyo tunastahili mfumo wa mmeng'enyo uwe vizuri, ile microbiome ama bakteria wale wazuri wanaokaa katika mfumo wa mmeng'enyo kuenda kuwaua wabaya wanapoingia, inastahili iwe imara. Unapata wengi tunapowapima tunapata wana bakteria wabaya wamezidi. Ndio anapokuwa na hiyo bakteria wamezidi, ndio ataanza kuwa na madhara. Kuna idadi kubwa ya watu asubuhi huwa hawapati choo, lakini mara baada ya kunywa tu maji anaweza kupata kile choo vizuri tu. Hii inakuwa kwamba kuna tatizo kwenye mfumo wake wa utumbo mpaka aloanishe na maji, au ni utaratibu gani? Yani katika mwili wa binadamu una uwezo wa kufanya jambo sahihi kama itapewa matakwa yake. Kwa mfano, unapotumia yale maji, nimesema kwamba inaenda kujumpstart mfumo wa mmeng'enyo, na kama kulikuwa na ile uchafu umekaa pale kwa muda, lazimishwa kutoka. Kwa hivyo ni muhimu kutumia yale maji asubuhi unapoamka, na itakusaidia sana, hasa wale watu wanakuwa na constipation. Kuna watu wako na bawasili. Unapata kwamba apati choo, kinakuwa kigumu, akienda kinatoka na damu, anakata wiki nzima. Nimewahi kupata binti mmoja anakaa wiki 3 haoni choo, na anakula kila siku, na paka apeleke hospitalini waende kufanya enema. Enema ni kuflash, wanaweka bomba kwa njia ya choo, alafu ile uchafu natoka. Kwa hiyo inakuwa changamoto, na wengi unapata watumii fiber. Ndio. Hiyo ni Jerome, ukisikia enema ni kama unavyoita gari hapa kuja kunyonya. Ndio staili. Sasa kufikia kwa ile hali maji hapo inakuwa ni hatari sana. Niliwahi kuambiwa kwamba maji sio kunywa tu, angalia uzito wako ndio uweze kujua idadi gani ya maji unapaswa kunywa. Hii ikoje? Na watu pia wamekariri kwamba kiwango cha maji, mwingine atakwambia piga lita 3 sijui kwa siku, mwingine anakuambia lita 5. Maji inaendana. Asante sana Joram kwa swali hilo, na semio ni kwamba maji ni muhimu sana, na tunahitaji tunywe kulingana na uzito wetu na kulingana na kazi tunayofanya. Wale wanaofanya kwenye mjengo katika kufiatua matofali na nini, wanatoka na jasho jingi, wanahitaji wanywe maji mengi kulingana na nature ya kazi yao. Lakini wengine kama una kilo tuseme 80, unahitaji kunywa glass 9 ya maji.
inaenda kulingana na uzito wako. Kama una kilo 9 unywe glasi moja au glasi moja na nusu. Ya tuseme kwa watoto ana kilo 18 anakunywa glasi 2 at least kwa siku, itamsaidia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza, na pia tuna vimiminika, kuna sharubati. Kama mtu amekunywa sharubati ya karoti, ya kimea cha ngano, ametumia sharubati ya tango, vitu kama hivyo. Kwa hiyo pia vinaongezea katika ile maji, but unahitaji yale maji. Kuna wengine wanapenda kutumia soda, anaona kwamba ni maji. Kwa hiyo unahitaji kuangalia kwamba soft drink, unapotumia vitu hivi vina sukari nyingi, na mwili hauhitaji sukari hii. Inaenda kuleta kama mood swing, mtu anakasirika ovyo ovyo, anakuwa na depression, kinga ya mwili inashuka, na unapata matatizo ya uzito kuwa mkubwa, na kisukari na pressure na magonjwa mengine. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kunywa haya maji. Dr. umegusa kitu kimoja ambacho nimekuja kukiwaza kwa haraka. Yeah. Nimeona umeongea kitu ambacho kuna rafiki yangu mmoja kwa siku, yani ukikane kwa mara moja tu wakati mnapiga story, anakunywa soda 2 kwa wakati ule. Lakini huyo ni mtu ambaye muda mwingi anakuwa anakasirika ovyo. Yani kidogo tu ameshakasirika. Hiyo ni muda ambao unakutana naye, unakaa naye, lakini anakunywa soda 2, lakini makasiriko yako juu. Kwa hiyo inaweza kwamba ile sukari ikizidi, makasiriko yanakuwa yako juu. Inaleta mood swing, ndio anakasirika. Ukiona mtu anakasirika sana, huyo mtu anahitaji ndio atakuwa na tatizo tumboni. Kwa hiyo anahitaji, ukiona mtu anakasirika, usiweze kukasirika, ni mgonjwa kama mgonjwa mwingine, anahitaji aweze kuflash tumbo yake, kutoa uchafu, na pia atakuwa vizuri. Kwa hiyo hata vile mtu akiwa umekasirika, uruhusiwi hata kula. Hata kama ukiwa na majonzi, unahitaji at least umetulia, unafurahi. Unapokula chakula kama umekasirika pia ni changamoto. Kwa hiyo ni muhimu, ndio maana tunafuata zile kanuni 8 za afya. Okay. Yeah. Wanasema hakuna mbadala wa damu, lakini maji yana mbadala, kama ulivyosema ngano hivyo. Maji ni muhimu sana, na unapotumia sharubati hii ndio itachangia katika, maana asilimia kubwa ya ile sharubati imekamuliwa ina maji. Kwa hiyo tunasema kwamba ila maji plain, maji kama maji yanahitaji kutumia. Na ukitaka maji yawe vizuri zaidi, kama uko pale nyumbani, ndio una maji yamechemshwa, maji salama yale, kama yakihifadhiwa kwa mfano kwenye chungu, yanakuwa more alkaline. Maana kile chungu kile kimetengenezwa na udongo, inafanya ile maji inakuwa alkaline. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa kama kile chungu nyumbani. Nakumbuka kule nyumbani kwa bibi yangu tulikuwa na kunywa maji yanakuwa kwenye chungu pale, hatuna friji, lakini yanakuwa vizuri. Inakuwa ni vizuri tuweze kutumia maji ya alkalinity. Unapata kwamba watu wengi wanakuwa na acid, na utakapokuwa unatumia maji haya itaenda kukusaidia, itapunguza magonjwa ya moyo, kuchoka, kutoa sumu mwilini, na kusaidia figo iweze kufanya vizuri, na uwezo wa kufikiri, mental alertness. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Na daktari amezungumza hapo kuhusiana na chungu, na kwa sababu kimetengenezwa na udongo. Nikakumbuka pia hata maji na yenyewe yanatibiwa kwa udongo. Kwa mfano watu wanaovuna maji ya mvua, mimi nakumbuka wanachukua udongo ule, wakichugua na dumbukiza mle ndani. Lakini daktari, kwa mtu ambaye ameishiwa maji, kuna hii dhana iko nje kwamba mtu akiwa ameishiwa maji hapaswi kupewa maji ya kunywa. Ina ukweli ndani yake? Na mtu ambaye ameishiwa maji, huduma ya kwanza anayepaswa kupewa ni huduma gani? Ndio, asante sana. Kama ukiwa tuseme kitu cha kwanza, ukifika hospitalini unawekewa drip, unawekewa maji na ili kuweza kusaidia pia kubalance pH ya mwili. Unapata kwamba maji yanapopungua pia ile pH ya mwili haiwi sawa. Kwa hivyo unapotumia kuwekewa yale maji pia kusaidia seli za mwili, kinga ya mwili inahitaji yale maji kuweza kuisaidia kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo ni kuimarisha seli. Ama unapokosa maji unadhoofisha pia maji. Unapata kwamba inapeleka virutubisho katika sehemu mbalimbali ya mwili. Kwa hivyo unahitaji unapata ile oksijeni. Mwili wako unahitaji oksijeni. Kwa hiyo maji ni oksijeni, imetengenezwa na oksijeni.
geni, maana hydrogen na oxygen naona inatengeneza maji. Ndio maana tunahitaji na ile kuwekewa inaenda moja kwa moja kwenye system. Lakini ukinywa maji, kwa mfano unywe maji ya baridi, itachukua kama masaa mawili ama itachukua muda kuweza kuchemshwa na tumbo, na ubongo ndio unatumika katika kutuma message kwenye tumbo kwamba kuna maji haya yanahitaji kufyonzwa, inachemsha ndio ya kuwa absorbed. Itachukua muda kwamba yaweze kuwa absorbed. Na kwa nini pia tunashauri watu, kwa mfano amekuja tunahitaji mkojo kupima, tutaweza mpa glasi ya maji ya vuguvugu na baada ya dakika 15 ameenda kukojoa na tunapata, maana ya vuguvugu yatafyonzwa moja kwa moja, maana sio kwamba yatatulia chemsho kwanza. Ndio, kwa hivyo ndio tunaona na wewe usaidie mwili wako uweze kufanya kazi yake vizuri. Ndio tunashauri uweze kutumia maji hayo, lakini kwa mchana tunaweza kunywa kawaida ya maji ya kawaida room temperature, lakini tusinywe maji ya baridi sana. Kuna changamoto kwa mfano watu wa Dar es Salaam wanakunywa vitu vya baridi sana kwa sababu ya joto ile inawafanya. Wanapokunywa kitu cha baridi ina hydrogen nyingi. Hydrogen ukiongeza na oxygen inatengeneza unyevunyevu ama tunaita precipitation. Unapata kwamba wale watu wanakuwa na matatizo ya pumu, yani asthma, wanakuwa na shida ya kifua kwa sababu inaenda kutengeneza makamasi kwenye mapafu.